Katika kipindi hiki cha mvutano mkali wa kimataifa, matamshi ya viongozi wakuu duniani yanaendelea kuunda mwelekeo wa siasa na usalama wa dunia. Kauli ya hivi karibuni kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump imeongeza sura mpya katika mgogoro unaohusisha Iran, Marekani na China. Kwa mujibu wa Trump, China imekubali kututuma silaha kwa Iran, hatua ambayo ikiwa ni ya kweli inaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kupitia jukwaa lake la Truth Social, Trump alidai kuwa China imekubali kusitisha usambazaji wa silaha kwa Iran. Pia alieleza kuwa anatarajia kukutana na Rais wa China Xi Jinping katika wiki zijazo, ishara ya kuendelea kwa mazungumzo ya juu kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa duniani. Zaidi ya hayo, Trump alitoa kauli ya kushangaza akisema kuwa Marekani inafunga kabisa Strait of Hormuz kwa manufaa ya dunia, ikiwa ni pamoja na China. Kauli hii inaashiria kuwa licha ya mvutano wa kijeshi, kuna juhudi za kidiplomasia zinazoendelea nyuma ya pazia. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanajiuliza, je, hii ni ishara ya ushirikiano wa kweli au ni mbinu ya kisiasa ya kupunguza presha ya kimataifa? Wakati kauli za diplomasia zikitolewa, hali halisi baharini inaonyesha picha tofauti kabisa. United States Central Command, CENTCOM, imethibitisha kuwa jeshi la Marekani linaendelea na operesheni ya kuzingira bandari za Iran. Meli ya kivita ya Marekani USS Tripoli imekuwa kitovu cha operesheni hii, huku wanajeshi wa majini yani Marines wakifanya mafunzo ya kukamata meli baharini yani Marine Interception Operations. Hii inaonyesha kuwa licha ya mazungumzo, Marekani bado iko tayari kutumia nguvu kudhibiti hali. Mzingiro huu unadaiwa kulenga meli zote bila ubaguzi, lakini kiuhalisia unalenga kuzuia Iran kupata msaada wa kijeshi na kiuchumi kutoka kwa washirika wake kama China pamoja na Urusi. Wakati huo huo, mawasiliano kati ya Iran na Marekani yanaendelea kupitia mpatanishi yani Pakistan. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ujumbe kadhaa umebadilishana tangu mazungumzo yaliyofanyika Islamabad. Lengo kuu la Iran linaonekana kuwa kumaliza vita, kulinda haki zake za kitaifa pamoja na kupata fidia ya vita. Iran pia imesisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani, huku ikikubali kuwa kiwango cha urutubishaji wa uranium kinaweza kujadiliwa, lakini ndani ya mipaka ya mahitaji yake ya kitaifa. Hii inaonyesha kuwa licha ya maneno makali ya viongozi, bado kuna dirisha la kidiplomasia linaloweza kuzuia mgogoro huu usigeuka kuwa vita kamili. Katika mahojiano yake, Trump alitoa msimamo mkali akisema hakutokuwa na makubaliano yote ikiwa Iran itaendelea kutafuta silaha za nyuklia. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, dunia italipuka, alisisitiza Trump. Aidha, alidai kuwa Marekani ina uwezo wa kushambulia miundombinu yote ya Iran kwa muda mfupi, lakini haipendi kuongeza mvutano huo. Kauli hizi zinaweza kutafsiriwa kwa njia mbili. Moja, kama onyo la kweli kwa Iran, na mbili, kama mbinu ya kuongeza presha ili kulazimisha makubaliano. Ripoti pia kwa upande mwingine zinaonyesha kuwa Marekani inapanga kupeleka maelfu ya wanajeshi zaidi katika Mashariki ya Kati. Hatua hii inalenga kuongeza shinikizo kwa Iran kukubali makubaliano, huku pia ikiweka mazingira ya hatua za kijeshi iwapo diplomasia itashindikana. United States Central Command imethibitisha kupeleka zaidi ya meli 12 za kivita, ndege zaidi ya 100 za kivita na wanajeshi zaidi ya 10,000 katika eneo la kimkakati la Strait of Hormuz. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa mzingiro dhidi ya Iran, hatua ambayo inaendelea kubadilisha kabisa taswira ya usalama wa kimataifa. Kwa mujibu wa uchambuzi wa nahodha mstaafu Shuster, kikosi hiki hakijaletwa kwa bahati mbaya. Ni mfumo uliopangwa kwa usahihi ili kudhibiti anga, bahari na hata operesheni za ardhini. Baadhi ya zana hizo za kivita ni kama moja, aircraft carriers, yani vibebea ndege baharini. Hizi ndizo ngome zinazoelea baharini, hubeba ndege za kivita na za uchunguzi, hutoa udhibiti wa anga, yani air superiority, na pia ni vituo vya mawasiliano na uongozi wa operesheni. Mfano mkubwa unaokuja ni USS George H.W. Bush CVN-77 ambayo inaelekea kujiunga na kikosi kilichopo tayari. 2. Meli za amphibious assault. Hizi zina uwezo wa kipekee wa kubeba ndege za kivita na helikopta, kusafirisha mamia ya wanajeshi wa majini yani Marines, na kutumika kama vituo vya amri na ujasusi. Ni muhimu kabisa kwa operesheni za kushambulia kutoka baharini kwenda kwa nchi kavu. 3. Amphibious transport dock. Hizi ni kama magala ya vita, beba wanajeshi zaidi, helikopta na ndege za Osprey. Amphibious transport dock pia kubeba vifaa vya kushambulia na kusaidia operesheni ya ardhini na majini. 4. Dock landing ships. Hizi zinaongeza uwezo wa kushambulia kwa karibu,
hubeba helikopta nzito za kivita, wanajeshi zaidi wa kushambulia na vifaa vya kutua ardhini kwa haraka zaidi. Namba 5, viharibifu yani destroyers. Hizi ni miongoni mwa meli hatari zaidi ambazo zina rada za kisasa na vitambuzi, zina uwezo wa kugundua na kuharibu makombora na pia zina silaha za kushambulia kwa umbali mrefu. Ni mstari wa mbele wa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga na makombora dhidi ya aircraft carriers. Namba 6, littoral combat ship. Hizi zinafanya kazi maalum katika maji ya karibu na pwani, kutegua mabomu ya majini, utafiti na ufuatiliaji, bila kusahau kusaidia operesheni za kivita kwa karibu zaidi. Muundo huu wa vikosi unaonyesha mkakati wa wazi wa Marekani: udhibiti wa anga kupitia aircraft carriers, udhibiti wa bahari kupitia destroyers na meli nyingine, pamoja na uwezo wa kushambulia ardhini kupitia amphibious forces. Kwa kifupi, hii ni full spectrum dominance, yani uwezo wa kushinda vita katika kila eneo. Kwa mujibu wa Shuster, uwekaji huu wa nguvu unaacha Iran na chaguzi chache sana. Hii ni kwa sababu njia zake za bahari ziko chini ya uangalizi, anga inaweza kudhibitiwa na Marekani, na jaribio lolote la kujibu linaweza kukabiliwa haraka. Hata hivyo, Iran bado ina mbinu zisizo za kawaida: mashambulizi ya makombora, vita vya mseto yani asymmetric warfare, pamoja na kutishia kufunga Strait of Hormuz. Hatua hii ina athari kubwa kwa dunia nzima. Bei za mafuta zinaweza kupanda zaidi, biashara ya kimataifa inaweza kuvurugika, na hatari ya vita vikubwa kati ya mataifa makubwa inaongezeka. Kupelekwa kwa meli 12 na zaidi za kivita na maelfu ya wanajeshi sio operesheni ya kawaida. Ni ishara ya maandalizi ya hatua kubwa zaidi. Swali linalobakia ni hili: je, hii ni shinikizo la kulazimisha diplomasia au maandalizi ya vita kamili? Kwa sababu historia inaonyesha kitu kimoja wazi: vikosi vikubwa vinapokusanywa kwa kiwango hiki, mara nyingi si kwa ajili ya kuonyesha tu, bali kwa ajili ya kutumika. Hii inaongeza hatari ya mgogoro huu kugeuka kuwa vita vipana zaidi, hasa ikiwa pande zote hazitapata mwafaka wa haraka. Ingawa China imekana kutuma silaha kwa Iran, jukumu lake katika mgogoro huu linaendelea kuwa la muhimu zaidi. Kama mshirika mkubwa wa kiuchumi wa Iran, China ina uwezo wa kuathiri matokeo ya mgogoro huu kwa njia zisizo za kijeshi. Kauli ya Xi Jinping kwa Trump kwamba China haitoi silaha inaweza kuwa ishara ya tahadhari au mkakati wa kuepuka kuhusika moja kwa moja katika mgogoro huu. Matukio haya yanaonyesha wazi kuwa dunia iko katika kipindi nyeti ambapo vita na diplomasia vinaenda sambamba. Mataifa makubwa yanajaribu kupima mipaka ya kila moja, na maamuzi ya sasa yanaweza kuathiri usalama wa dunia kwa muda mrefu. Kauli ya Trump inaweza kuonekana kama hatua ya kupunguza mvutano, lakini ukweli ni kwamba hali bado ni tete zaidi. Mizingiro ya kijeshi inaendelea, mazungumzo yanafanyika kwa siri, na wanajeshi wanaongezwa eneo la vita. Swali kubwa linalobakia ni hili: je, diplomasia itashinda kabla risasi hazijaanza kurindima kwa kiwango kikubwa zaidi? Kwa sababu katika mchezo huu wa nguvu za kimataifa, kosa moja tu linaweza kubadilisha historia ya dunia kabisa.